Mwanafamilia wa Hello Weekend, ni muda mwingine sasa tumerudi katika kikao chetu kile cha familia ambacho wengi tumeshakizoea. Tuna yepi hapa tangia tumeanza tulikuwa tunachagiza kwamba leo tunataka tuongelee kuhusu swala hili la sikukuu, kwani kuna wale ambao wana utamaduni katika siku hii ya sikukuu waweze kutoka kujumuika na familia, kwenda sehemu mbalimbali. Wewe ni mmoja wepi? Yani upo katika kundi gani kati ya hilo? Unapenda kukaa nyumbani na familia yako ukatulia, au ni ule mmoja ambaye unapenda kwenda kutoka sehemu za starehe, kwenda kuburudika na familia, kwenda kuburudika na marafiki? Na hiyo ndio itakuwa mada yetu ya siku hii ya leo, kwani tunakwambia kwa nini unatoka au kwa nini wewe hautoki katika msimu huu wa sikukuu. Unaweza kuungana nasi moja kwa moja kwa nambari inayopita hapo chini, na si nyingine bali ni 0763 809 770. Nasi tutasoma ujumbe wako, lakini pia ukipenda kutupigia video call kwa WhatsApp ili uweze kujumuika nasi. Sisi ni wakina nani mpaka tukatae? Hatuwezi kukataa. Na katika mada hii uko na mimi Elesia Haule na mwenzangu Balkis. Balkis nani? Balkis Njuki. Tutakuwa pamoja Balkis. Sikukuu hii ya Pasaka unatoka unabaki ndani? Na mimi nishasema kwamba as far as Harun the Voice yupo. Yani, najaribu kukuuliza swali la mitego. Nitabaki ndani, tutakula na atakuwepo tu anatuburudisha. Ndicho ambacho tumekiamua kwa mara hii. Mimi mpaka nakuuliza swali la mitego hivi na makusudi. Nataka useme ukweli wako Balkis, hauwezi kubaki ndani. Sasa huo ni mtazamo wako. Lakini utofauti upo na unatokea kila mara. Kipekee kabisa kwenda kuzungumza kuhusu hili katika kikao hiki cha familia. Tuko naye hapa mdau wa masuala ya maendeleo ya jamii, Geoffrey Malila, na karibu sana Geoffrey. Asante sana. Karibu kwenye inawezekana mimi ni mgeni kuliko Geoffrey. Na sasa tunarudi kwenye mada yetu hii ya leo. Tuko hapa Balkis, tuko peke yetu. Tuko na mgeni wetu anaitwa Geoffrey Malila. Yeye huyu ni mdau wa masuala ya maendeleo ya jamii. Karibu sana Geoffrey. Asante sana. Tunafurahi kuwa nawe. Heri ya Pasaka. Asante, umeifikia. Umeifikia. Yeah. Na bila shaka umeshapata ibada ya kwanza kabisa. Mapema kabisa saa 12 mpaka saa 1 kamili. Lakini pia hatutakuwa naye peke yake. Hapo baadaye tutaungana na mgeni wetu mwingine, Mwajuma Nyundo. Yeye huyu ni mmoja kati ya wale wanaopenda mitoko siku za sikukuu. Kwa hiyo atatuambia ili tuweze kuchagizana vizuri kabisa. Sawa. Mimi nataka kurejea tu kwenye misa ambayo ameshiriki Geoffrey asubuhi ya leo ya Pasaka. Ni kitu gani kikubwa ambacho umekipata kwa faida yetu sisi ambao hatujashiriki misa hiyo? Kwanza kabisa tumeshiriki ibada wengi. Na mpaka unajua ukienda kanisani unakuta mpaka vitu wanaweka nyuma, yani nje ya kanisa watu wakae. Maanake watu wameichukulia uzito hii siku. Kwa hiyo pale tumezungumziwa mambo mengi kuhusu upendo sana, na mchungaji amezungumza hivyo kwamba watu wanatakiwa kuishi kwa upendo. Unajua Wakristo sisi tunaamini siku ya Pasaka maana yake tunaanza mambo mapya. Kama kuna vitu unakuwa vilipotea unavipata tena. Kama kuna mambo yaliharibika yanatengenezeka tena. Kwa hiyo tumeaminishwa hivyo na ndivyo tunavyoamini. Kwa hiyo kupitia Pasaka tumehakikishiwa kwamba mambo yetu yatakuwa vizuri, lakini pia tunapaswa sana kusali na kupendana sisi kwa sisi. Sehemu yoyote ulipo hakikisha unadumisha upendo kwa namna yoyote ile. Ndio ilikuwa lengo kuu na ndio kichwa cha somo kwa leo. Na kwenye kudumisha upendo bila shaka kuna namna ambavyo kama mlikoseana, kama kuna mambo hayakwenda sawa katika kipindi huku nyuma ya Pasaka, maana yake unayafuta, yanaisha. Yani leo mwisho, maana yake hapa tunaanza upya kwenda mbele. Yani ukiama na vitu Pasaka, maana yake hata sherehe iliyopita ya Eid, maana yake kuna mambo yaliishia pale watu. Tukaanza upya na hii hapa, na uzuri mwaka huu mnajua sherehe zimekuja mbili. Kwa hiyo atakaye ama na vitu huyu atakuwa ameama navyo. Kwamba wote sasa tupo hilo linaweza kutekelezeka vipi Geoffrey, ukiwa ni mdau wa maendeleo ya jamii? Hilo linaweza kutekelezeka vipi kwa jamii kiujumla? Issue ni commitment. Yani Watanzania au wanajamii
wanatakiwa wawe committed katika kulinda amani. Yani kwamba sio, unajua tunavyoishi kuna mambo mengi yanakwaza sometimes, lakini mengine yanafurahisha muda mwingi. Sasa yani tuwe watu wa kuhesabu sana mambo mazuri, ndio tutaweza hivyo vitu. Yani ukiwa wewe ukifanywa kitu kibaya unakibeba kama kilivyo, maana yake upendo lazima utakutoka. Umeona? Kwa hiyo vitu vikikutokea kama umefanywa kitu kibaya, wewe chukulia kama unapita, yani ni njia, lakini mambo mazuri yachukue, yafurahie. Yale mabaya yakikutokea achana nayo, kwamba nayo yametokea kama hivyo kibinadamu, kwa sababu hata sisi watatu hapa lazima tumewahi kuwakwaza watu. Sometimes tunajua au hatujui. Sasa sherehe hizi zikiwa zinapita, unajua wote tumetoka kwenye mfungo. Waislamu walifunga, tukazungumziwa mambo yale yale. Wakristo na sisi tulifunga, tumezungumziwa yale yale, leo tumemaliza. Manake tunatarajia watu wawe safi. Sasa tutakiwa tena kurudi nyuma au kuonekana tena kwenye jamii yetu. Sasa kuna mambo mengi mabaya wali tumetoka kwenye mfungo. Wengine siku 30, wengine 40. Na wengine wanaongeza kabisa 30 na kuongezea nyingine zile 6. Kwa hiyo mambo yanakuwa vizuri. Sasa baada ya ibada tumepata mafundisho, mafunzo, kuna namna ya kusherehekea hii sikukuu. Unaona hii sikukuu inabidi isherekewe vipi? Sikukuu kwanza inatakiwa isherekewe na familia. Hilo ni namba moja. Yani sikukuu maana yake ni kukuweka karibu na watu wengine ambao inawezekana ulikuwa haupo nao, jirani. Kama wewe ni baba, maana yake utakuwa una watoto, utakuwa jirani na watoto wako. Kama mama utakuwa jirani. Alisema wakina mama mara nyingi huwa wanakuwa jirani na watoto wao. Wakina baba ndio huwa sisi shida. Sasa sikukuu ndio maana yake inakufanya wewe uwe jirani na familia yako, na mjue mnazungumza nini. Kuna mipango mnapanga, mnafurahi na nini, kama kuna maonyo kidogo kwa watoto unawaelekeza kwa namna fulani ya kufurahi, na wao wanayachukua hivyo. Ndio maana ya sikukuu. Lakini pia ni kutafakari wapi tumetoka, wapi tupo na tunakwenda wapi. Kwamba sherehe kama hii Mungu akitujalia mwakani tukaikuta, itakukuta ukiwa mtu wa aina gani. Ndio mnakaa mnazungumza. Na hata ukikaa na marafiki zako, manake ndio mazungumzo hayo. Kwamba mwaka huu tumefanya nini mpaka tumefika. Manake huu ni mwaka. Unapozungumzia Pasaka iliyopita mpaka hii manake mwaka mmoja. Kwa hiyo mnazungumza mmefanya nini kwenye nyanja mbalimbali, labda kiuchumi, kijamii tu, masuala ya kwako binafsi, na masuala mengine mengi. Kwa hiyo mnaelekezana hata kazini kule ambako huko. Unakuwa umefanya nini kazini kwako? Yani wewe Elesia hapa Azam TV umefanya nini mpaka leo tunafika, na utafanya nini kuelekea huko mbele. Sasa hiyo umesema kwamba hapo anasema kwamba kwenye kutoka unabidi uwe pamoja na familia yako. Mambo hayo tunafanya sasa tukiwa tuko nyumbani tunavyosherehekea sikukuu, au inatupasa tutoke? Maana leo kwake mwenyewe. Leo unatoka au hautoki? Mimi nawasikiliza wanangu na mama yao. Wakisema tutoke, tutatoka. Wakisema tubaki nyumbani, tutabaki. Kwa hiyo wewe kama baba huna yani baba unatakiwa uwasikilize watoto wanataka nini, lakini wengi wao siku za sikukuu wanapenda kutoka. Kwa hiyo hilo unatakiwa ulitarajie na uweke sehemu kitu kabisa kwamba akisema tutoke, haraka mnaondoka mnaenda. Na umesema wengi wanapenda kutoka. Nini ambacho kinamfanya mtu atake kutoka na asitake kutoka? Unajua kutoka unaenda kupata exposure. Yani unapata vitu vipya ambavyo ulikuwa uvipati. Wewe hata kama nyumbani kwako unakaa kwenye hekalu kubwa, bado kuna vitu huwa uvioni ambavyo vipo Mbagala. Bado kuna vitu ambavyo vipo Kimara huko wapi huko pembeni ambako unasema watu hawafiki. Hivyo vitu hujaviona. Kwa hiyo unaposema tunatoka sasa, na ndio maana wengi huwa wanapenda kutoka kwenda ufukweni. Wanaenda kwenye mahoteli fulani mikoa ambayo haina fukwe, wanaenda wanakaa kule wanajadili masuala mbalimbali, lakini pia kuona hata watu wengine wanavyoingia na kutoka. Kwa sababu ukikaa ndani wewe unakuwa umefungiwa. Kuna vitu huwezi kuviona, ni vingi hautoviona. Hata namna watu wanavaa hutaona. Unaweza kuwa unaangalia kwenye TV lakini huwezi kuwaona watu wote kwenye TV. Kwa hiyo unatoka kidogo unapata namna fulani ya kupata kitu kipya. Lakini pia ndio maana kuna wengine wanaamua kukaa ndani. Sasa hizo ni sababu za mtu binafsi. Mwingine anapenda kutoka, mwingine hapendi kutoka.
kwa sababu kutoka nako kuna conditions zake. Gharama, masuala ya fedha. Lazima uwe na fedha, unatoka na familia, uwe na kitu. Yani watahitaji vitu vingi. Watoto si wao watoki mara nyingi, wapo shule. Kwa hiyo wataona vitu, watahitaji, utatakiwa uwanunulie, uwapatie. Kwa hiyo kuna mtu leo atabaki nyumbani kwa sababu ya hiyo. Ndio sababu namba 1, kwamba sababu hana fedha au hana kipato cha kumwezesha yeye kufanyaje kutoka. Yes, wengine watabaki. Kuna tofauti gani kati ya kutoka kawaida na kutoka siku ya sikukuu? Utofauti uko wapi? Mimi nafikiri kwa sababu siku ya sikukuu wanatoka watu wengi, wanatoka watu wengi hata ambao hawatoki. Na ndio maana hata kanisani tumeenda, kuna watu wa kanisani hawaji, lakini wameongezea viti vyao nje. Kwa sababu unatakiwa ujiulize kwa nini kanisani ukifika siku za sikukuu viti vinaongezeka nje? Hao watu wao wanakuwa wapi siku nyingine? Kwa hiyo ndio, yani hiyo ni speciality ya sikukuu. Sikukuu yoyote ina mambo ambayo sio ya kawaida. Au sisi tumeamua kuyafanya hivyo. Ingawa kuna watu wanatoka kila siku. Sasa hiyo unajua factor ya fedha, kuwa na uchumi mzuri ndio kunamwezesha mtu kufanya jambo analolitaka. Kwa sababu kutoka, hata wewe ninaamini utakuwa unapenda kutoka. Kwa nini? Siku za sikukuu. Sio unaamini. Yaani huo ni ukweli. Naamini utakuwa unapenda kutoka kwenda kukaa, kupiga picha za kumbukumbu na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndivyo maisha yalivyo. Kwani Geoffrey, yani umeamua kusoma saikolojia? Mimi najua. Na saikolojia yako madam imenifikia. Imekufikia. Kwa hiyo ni vitu kabla hatujaenda mbali zaidi, mimi naona tuwasikilize na wananchi. Wananchi wana maoni kutoka maeneo tofauti hapa nchini, lakini kwa sasa tuwasikilize wananchi kule mkoani Morogoro, wao wakituambia kwa upande wao. Kila mmoja bila shaka atakuwa na mawazo yake, anapenda kutoka au hapendi kutoka katika siku hizi za sikukuu. Nashukuru Mungu tumekuwa katika kipindi cha Kwaresima kwa kipindi cha muda wa takriban siku 40, lakini hivi sasa tunaelekea katika Pasaka ikiwa zimesalia siku chache. Hivyo kama Mkristo tunatarajia mengi sana, kwa sababu kipindi cha Pasaka huwa tunaamini Kristo anafufuka na dhambi zetu, kwa sababu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, lakini atafufuka kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo ni siku ambayo ni muhimu sana kwa Wakristo, kama ambavyo imekuwa kawaida kila mwaka lazima tunakuwa tuna hayo maadhimisho kwa ajili ya kuungama dhambi zetu, lakini kumrudia Mwenyezi Mungu juu ya pale ambapo tunakuwa tumekosea, lakini kumuomba kile ambacho tunahitaji atufanyie katika kipindi hiki ambacho tunakuwa tupo katika uhitaji wa mambo tofauti. Siku hiyo ya Pasaka tutashiriki katika ibada mbalimbali, ikiwemo kukutana na wanajamii wengine katika kusali ibada, lakini pia kuhakikisha tunatembelea wale ndugu ambao wako mbali. Kwa mfano mimi niko Morogoro, ila natarajia kwenda Dodoma kwa ajili ya kwenda kuungana na familia yangu, kusudi siku hii nikaweza kukutana na ndugu ambao hatujakutana kwa muda mrefu. Nimejipanga vyema kusherehekea na Wakristo wenzangu pamoja na familia yangu. Mimi binafsi familia yangu nimepanga kuitoa auti kwa kidogo nilichokuwa nacho kwa ajili ya kufurahia sikukuu ya Pasaka. Pia niwaombe Wakristo wenzangu, baada ya kumaliza mfungo wa Kwaresima sio kuanza kufanya matendo tena mabaya. Hivyo niwaombe matendo tulikuwa tunafanya Kwaresima tuendelee kuyaishi milele. Katika hichi kipindi cha Kwaresima tumepitia mambo mengi, lakini pia tumejifunza mambo mengi ambayo kwa namna moja ama nyingine yameweza kutufunza katika imani na kutotoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika imani. Kubwa kuliko ni kwamba tumetafakari na tunaendelea kuyatafakari yale ambayo yanatupasa tuyafanye, hasa katika maisha yetu ya kiroho na katika maisha yetu ya kila siku. Of course nimejipanga vyema na kuelekea siku ya Pasaka, nimejipanga vyema kwa maana ratiba zangu ama ratiba za familia yangu ni kwamba tutatoka nyumbani mpaka ibadani, tutasali, lakini pia tutatembelea baadhi ya vituo mbalimbali vya watoto yatima, lakini pia vile vituo vya watu ambao ni wahitaji wa mambo mbalimbali ambao ni muhimu katika maisha yao, hasa wale wasiojiweza, na pia kutembelea baadhi ya sehemu kama magerezani, lakini mahospitalini na nyinginezo kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyotubariki. Naam, ni baadhi ya wananchi kutoka mkoani Morogoro, wao wakituambia
hasa mafunzo ambayo wameyapata kuanzia mfungo wa mwezi wa Kwaresma ulipoanza na mpaka hii leo, namna ambavyo watasherekea Pasaka. Kwa mzungumzaji wa mwisho na namna ambavyo tumemwelewa ni kwamba lazima atatoka, lakini anaenda kutenda matendo ya huruma hasa kwa wale watu ambao wana uhitaji katika jamii. Sasa studioni tumeongezeka, tunaye hapa Mwajuma Nyundo ambaye yeye ni mshereheshaji. Pamoja na kuwa ni mshereheshaji, lakini katika siku hizi za sikukuu ratiba zake zote ni nje, mitoko nje yani ya ni nyumba. kutoka Karibu sana Mwajuma. Asante sana. Pamoja na yote tuanzie kule ambapo tulikuwa kwenye mfungo mpaka leo. Kuna mengi ambayo tumeyapata kutoka sasa. Huwezi kuvumilia hata siku moja ukaamua kubaki ndani? Mimi navumiliaga ile sikukuu yetu ya Kiislamu ile ya kwanza ile. Mimi pale wastuki. Navumilia, lakini ile ya pili napenda kutoka, napenda kuenjoy na familia na watoto, kama una baba, mama, watoto, kutoka inapendeza kwa sababu hivi vitu waga vijirudii mara mbili, kuona tena ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwa nini ya kwanza unapenda kutulia nyumbani na familia? Kwa nini usianze kutoka kuanzia siku ya kwanza? Siku ya kwanza ile kidini, kwa dini yetu siku ndo tunahesabiwa thawabu zetu. Kwa hiyo unaona bora utulie nyumbani upate utulivu. Pia katika kutoka kwako usivuke mipaka, yani siwe furaha ambayo baadaye italeta madhara. Labda kama kulewa kupitiliza, au kuja kupata ajali. Yani ufurahi lakini sipitilize. Ila mimi kwangu kutoka muhimu. Kutoka muhimu. Hasa sikukuu. Wako. Hasa sikukuu. Lakini pia anasema kwamba ni jambo ambalo kujirudia tena majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Sasa bwana, kwenye mitoko lazima tujipange, lakini pia tunapobaki nyumbani siku ya sikukuu kuna vitu pia lazima ujipange. Ili swali kwanza nianze kwa Geoffrey, kisha Mwajuma utalipokea. Tunapopanga mitoko yetu ya sikukuu, ni vitu gani ambavyo inabidi tuzingatie? Sasa ndio tunataka tutoke na familia, nini cha kuzingatia? Kwanza kabisa usalama. Unapotoka, maana familia si inahusisha watoto pia. Kama una watoto, una wazazi wapo jirani, utasema utoke nao pale. Kwa hiyo usalama lazima uhakikishe. Lakini namba 2, lazima uwe na uhakika wa usafiri. Kule unakoenda utatumia usafiri gani wenye usalama? Sababu sio usafiri wowote unaweza ukautumia na familia. Ukumbuke kwamba mle mpo wote, mpo baba, mama, watoto, labda dada wa kazi na nini, wote wako mle. Kwa hiyo wanaweza mkatoka nyinyi kwa lengo la kwenda kufanya mtoko wa sikukuu, mkaenda sehemu kukaa, likageuka jambo lingine tena, jambo baya. Kwa hiyo lazima muwe na uhakika wa usalama kwanza. Watoto watakapoenda kule, nani atakuwa anawaangalia? Kwa sababu watu wazima si wao, wakifika sehemu hizo wanawaacha watoto wacheze. Hasa nani atakuwa na watoto? Na ndio maana kuna baadhi ya miaka, kama nakumbuka kuna miaka fulani mwahi kusikia watoto wameenda beach, then wakaogelea, wakapotea, wakazama kwenye maji. Kwamba walikuwa wanacheza kwenye maji pale, lakini wazazi wamekaa sehemu kule wanakunywa, wale watoto wakawa wanazidi kwenda mbele ya maji, wakaenda wakapotea na wakafariki. Walikuwa 3 2, nakumbuka miaka fulani hivi. Sasa huo ni uzembe. Ni vitu ambavyo mtu unatakiwa uwe na uhakika kwamba leo unatoka na wanangu, nitakuwa nao bega kwa bega. Yani hakikisha hata kwenye zile swimming pools, maana wao wataenda kwenye hoteli fulani, wataenda huko beach, kuna sehemu nyingine ukienda wamejenga zile. Unaingia kwa pesa, unakaa, wengine wanaenda kuogelea. Sasa wewe upo mbali, mtoto anaweza akacheza maji akamzidi, akapatwa na janga baya pale. Au hata kwenye bembea akawa anacheza, au akaanguka ile bembea ikamgonga. Kwa hiyo usalama ndio kitu cha msingi, kwa sababu sherehe haitakiwi kubadilika kuwa tena huzuni. Yani mchana huu uwe vizuri mpaka jioni, watu mrudi nyumbani vizuri. Lakini jambo lingine, lazima mjue muda wa kutoka na muda gani mtarudi. Kwa mfano sasa hivi mnaweza mkatoka hata mapema tu kabisa, saa 6 tu.
Unajua watu wao wanakalili kwamba siku za sikukuu unaweza unatakiwa kupika nyumbani na nini, lakini sio lazima. Sio lazima. Yaani kwa sababu watoto si mnawapikia kila siku nyumbani. Kwa hiyo siku za sikukuu unaweza ukaandaa bajeti yako nzuri, au kama kidogo tu watoto uzuri awali sana, kama wameshazoea kula vizuri awali sana. Unatoka nao mnaenda kule, unaulizwa wanataka nini, mnawanunulia, wanakula pale. Yaani sio lazima muhangaike nyumbani kupika nini siku za sikukuu. Unaamka sikukuu na karoti. Sasa unakuta na wengi wanateseka, hasa wakina mama siku za sikukuu, kwa sababu yeye utamaduni wetu sisi unaamini kwamba mwanamke ni mpishi. Umeona? Utamaduni. Baadhi ya tamaduni zile ambazo zipo gizani zinaamini yani mwanamke ndio anatakiwa apike, afanye kazi zote na nini nyumbani kama punda. Umeona? Lakini kumbe sivyo. Sasa siku za sikukuu maana unakuta mama ameamka asubuhi, ameenda kanisani, amerudi sasa hivi anaanza usafi wa vyombo sijui vya jana, aanze kupika ili kuwafurahisha familia na marafiki wa mume wake. Kwa unakuta huyu mama mpaka jioni yeye yupo bize pale, hata sherehe hiyo haifurahi. Sasa siku za sikukuu ni vizuri wewe ukamwambia mke wangu leo pumzika, hakuna kupika, tunaenda kukaa sehemu. Kwa sababu naye ni sehemu ya familia. Yes, ni sehemu ya sikukuu. Mnaenda mnakaa, mnahitaji nini? Kisinia mnaweka na familia, mnakula pale mpaka meno yanauma, mnaondoka mnarudi. Mwajuma kafurahia hiyo jambo. Sio labda na Mwajuma anadanganya? Kweli? Sio lazima mtu kukaa kupika siku za sikukuu. Kwa upande wako hii leo Pasaka. Imeanzaje na unataraji mtoko wako utakuwaje? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeamka salama. Tumekuja hapa kuwatembelea sasa. Baada ya hapo narudi nyumbani. Kama alivyosema kaka, sijichoshi siku ya leo. Nalala kidogo. Nikishalala nikiamka nitakula chochote tu, sababu kula kila siku tunakula, sio lazima nipanie kupika pilau mjungu mkubwa eka. Nitakula nilichojaliwa, ila mida yangu mimi ya kutoka, kwa sababu leo sitoki na watoto. Mida saa moja giza likishaingia tena. Ila kama ningetoka na watoto kama alivyosema kaka, watoto wanahitaji uangalizi. Ningetoka saa 10 au saa 9 mpaka saa 11 wao natakiwa warudi. Hata kama ningetoka na alafu mimi mwenyewe kule nabaki. Ili ni enjoy maisha mafupi haya. Sikukuu haijirudi tena. Sasa mtoka saa 1 ndugu yangu tunarudi saa ngapi? Hata nikirudi saa 7. Saa 8 ndo mida yetu ya kurudi, ndo Dar es Salaam tunavolala. Tunalala kesho, tunaamka kesho. Umesikia hiyo? Tunalala kesho, tunaamka kesho. Yaani maana yake nimelala labda saa 8 ya usiku, nimeamka saa 8 mchana. Si ndo nimelala kesho, nimeamka kesho. Lakini pia ukiwa ni mshereheshaji kwa hizi siku za sikukuu, huwa unapata nafasi pia kwenda kusherehesha kwenye matukio tofauti tofauti? Mimi binafsi sikukuu kama hivi sipendo nipe kazi. Okay. Kwa sababu napenda mwenyewe ni enjoy, ni relax. Lakini ukiwa unafanya kazi pale, huwezi kuenjoy, unakuwa kwenye kazi na wala ukai chini kazi zetu, unasimama saa zote muda wote. Mimi napenda siku nyingine za kawaida, weekend nyingine nafanya kazi. Lakini sikukuu ya Eid, Pasaka, Christmas, mwaka mpya, napenda kuenjoy. Hizo ni sikukuu za mitoko. Za mitoko. Mwajuma ukikaa ndani, ukiamua leo hii sikukuu nimekaa ndani, kuna namna yoyote ya tofauti unajihisi? Kukaa kupo nafikiri hivi. Umeona Ijumaa Kuu nimetoka. Jana nimelala mapema. Leo natoka. Kwa unajipumzisha. Kesho nalala mapema. Unajua weekend hii ndefu. Ndefu kweli. Inaanza Ijumaa Kuu, inakuja Jumamosi, inakuja Jumapili ya Pasaka, inakuja Jumatatu, inakuja Jumanne. Kwa hiyo ukifanya mchezo na maandalizi ya jinsi kaka uwe nayo, uwe pia na hela, uwe na usafiri. Weekend 5, sikukuu 5. Sasa utatumia kila siku? Hapana. Kwa siku nyingine tunajipumzisha, siku nyingine tunatoka mpaka tupambane nao ile jambo mpaka Jumanne weekend yetu ishe. Maisha yanaendelea. Yaani kupambana nayo. Mwajuma, ukiwa unatoka kama leo hii sikukuu na tayari umeshaweka mipango ya kutoka, unakuwa umejipanga vipi? Yaani wewe una kiasi gani mpaka sasa, au unakuwa mfuko wako umenona kiasi gani kwenda kuburudika kwenye sikukuu ya leo? Yaani nikiwa mimi peke yangu kama mimi.
kwa mituko yangu ya hali ya chini, mituko inategemea. Unaenda sehemu nyingine huko Posta utakinywaji 8,000 ambacho Uswahilini tunapata 2,500 au 2,000. Wewe una tofauti hapo. Kwa hiyo inategemea na sehemu unayofanyaje, unaenda kuenjoy. Mimi kule kwa 8,000 hata siendi, mimi natafuta vibe langu tu la kawaida. Nikiwa na 50,000, mimi tajiri pale. Nikiwa na laki, mimi tajiri na ofa natoa. Lakini nikienda kule 30,000 umepata vikopo hivi vitatu. Au kama soda unaambiwa 5,000, wakati huku soda 700. Wewe una tofauti kubwa sana. Kwa hiyo hapo unaangalia uwezo wako. Uwezo wako. Sasa hivi kwa wale ambao wanatoka kunategemea na uwezo wa mtu pia. Sio unatoka tu. Lakini na unaweza kwenda hata kwenye chips tu na watoto wako kakao, kala chips mayai na juisi, ndio majaliwa yako. Ni kweli kabisa. Lakini pia kuna wale ambao wana huo uwezo wa kutoka, ila wao hawapendi kutoka. Wao wanapenda tu kukaa ndani. Geoffrey hapa. Tunahisi hawa watu wanakosa nini wao wakikaa ndani kulinganisha na wale wanaotoka nje? Kwanza niseme kutoka, swala la kutoka ni issue ya mtu binafsi. Kuna mwingine huwa hapendi. Nafikiri hata umewahi kuwa na marafiki wale muda wote yupo ndani tu. Unamkuta hata mkiwa nyumbani, hata familia, unaweza kukuta una watoto 3 pale 4, ila kuna mmoja nyinyi hata mkae mnaongea, mnazungumza mambo yenu, yeye yupo chumbani. Mnaenda mnamuita, anakuja anakula, anarudi chumbani. Ukimkuta kule hata achezei simu wala asomi kitabu. Yuko tu. Amekaa tu. Kwa hiyo inatokea. Kwa hiyo hata watu wazima wapo wenye tabia za aina hiyo. Muda mwingi anakuwa anapenda ile isolation, yani kukaa peke yake. Akikaa kwenye kundi la watu hivi, unaweza ukawa na rafiki yako ukamwambia njoo tukae hapa sehemu tufurahi, tupige story na nini. Akifika pale haongei. Na haongei afanye chochote, yani atakunywa tu, labda atakula na nini, na muda ukifika kidogo tu ataaga, ataambia jamani mimi naondoka kidogo, akitoka nyumbani. Kwa hiyo ni tabia ya mtu. Ni tabia ya mtu. Sasa hayo ni masuala yanaweza akawa ya kisaikolojia sometimes. Hapo ndipo ambapo tunapata introvert na extrovert. Yes. Kwa hiyo ndio utapata hapo. Kwa hiyo kuna namna fulani ambayo watu wamejengeka tangu wamezaliwa, issue za kisaikolojia hizo. Na hapo maadamu tushagusa kwa ni issue za kisaikolojia, ungetuambia pia hawa watu ambao ni extrovert wana tabia zipi kwa ujumla, na hawa introvert wana tabia zipi kwa ujumla? Na introvert mfafanulie, tunadondokea kundi moja. Fafanua. Sisi introvert ni wale ambao tunapenda kukaa ndani kwa mtazamaji, na wale extrovert ni wale watu ambao wanapenda kutoka mitoko sana. Sasa mtu anayependa kutoka maana yake anakuwa na mambo mengi na muda mwingi anapenda kufurahi. Si umeona dada Mwajuma hapa? Anapenda kufurahi na hapa yani anahisi kama tunamchelewesha. Lakini amesema akitoka pale na kupumzika kwanza. Lakini wale ambao wanapenda kukaa ndani wale wana matatizo na huwa yanawapelekea mambo mengi sana. Kuna muda hata magonjwa unajua. Hata namna ya kuishi tu unakuta mtu hawezi kufanya vitu vya msingi kwa sababu amekaa ndani. Hata wewe jaribu siku moja kukaa ndani sana. Ikitokea hata janga fulani afu umefungiwa ndani wiki, utagundua kwamba kuna vitu vingi umevikosa nje. Ndio maana unashauriwa kuna muda kama umeshindwa kabisa, yani uwezi kabisa kutoka kwenda sehemu kufurahia maisha, basi toka hata tembea uko nje hata dakika ngapi, rudi nyumbani. Lakini ni muhimu sana. Kutoka Geoffrey haimaanishi kama vile tu ambao tumezungumza hapa na Mwajuma atatoka yeye aende sehemu tofauti akafurahi. Kutoka kwenda kwenye kwenda kutembelea ndugu, kwenda kutembelea rafiki, kwenda kutembelea jamaa. Hii pia ina mantiki kubwa sana katika sikukuu hizi. Kwanza inaimarisha undugu. Ni kwa sivyo bahati kwa ulimwengu wa sasa hivyo vitu vimepotea kutokana na watu wengi kuwa wabinafsi. Unajua hasa Dar es Salaam. Dar es Salaam sisi tunaishi hapa tupo selfish. Sijui kama nyinyi mmewahi kufuatilia hicho kitu. Mkiwa unapita mitandaoni, ukiwa unazungumza na mtu mmoja mmoja, watu wengi Dar es Salaam hawapendi kutembelewa. Sio kwamba uchumi. Ndio nilikokuwa naelekea. Yaani akikaa anazungumza uchumi. Uchumi nini? Chakula. Sasa hivyo vitu ukienda mikoani huko huwezi kukuta. Mkoani watu wanatembeleana. Kama sasa hivi unakuta familia X imeenda familia Y, wanakaa wanazungumza na nini, wanajuana tabia zao na nini na vitu kama hivyo. Lakini Dar es Salaam
ukikuta watu wanatembeleana ujue wameshibana sana, na hii imejenga hata hofu ya watu wengine. Yani anapokuja Dar unaweza kukuta na rafiki yako mzuri tu, ila hata haji nyumbani kwako kwa sababu anahisi na wewe pia ni kama wale una intention zile za kuwaza masuala ya uchumi. Jamani, mimi uchumi ndio kitu kikubwa ambacho kinahusika sana kwenye sikukuu, kwenye kutoka ama kutoka. Yes. Kwa hiyo wewe utatoka ule kwa nyumbani, utabaki endelea kutuma jumbe na jumbe yako itasomwa hapa tuweze kujua, lakini pia unaweza pia kupiga simu kwa video call tuweze kuongea, kuonana ana kwa ana, hata utuambie unasherehekea vipi, unatoka au unakuwa ndani wewe. Lakini sasa kabla tujaendelea na mjadala wetu hapa studio, tuweze kupata maoni kutokea huko Tabora. Tuwasikie wenzetu wana mchango gani juu ya mada yetu ya leo. Kulingana na sikukuu na namna nilivyojipanga na sikukuu ya Pasaka, cha kwanza kuna mambo mawili ambayo nayazingatia. Cha kwanza ni kulinda amani ya familia yangu, lakini pia ni kuhakikisha familia yangu inafurahia sikukuu ya Pasaka. Lakini jambo la pili ni kuwatakia wananchi wote au ndugu zangu na rafiki zangu wote ambao tunasherehekea sikukuu ya Pasaka, tusherehekee tukiwa na amani. Lakini tunatoka katika mfungo ambao ni wa Pasaka, Kwaresima. Kwa hiyo kuna mambo ambayo kama mtu uliweza kuyaacha, isiwe tukishafungua ndo unayarudia yale. Tunapaswa pia tena kumwelekea Mungu na kuacha yale yote ambayo ni mabaya, ambayo hayastahili mbele ya jamii na mbele ya watu, ambayo yakifanyika yanakuwa sio mazuri. Kwa upande wa chakula ni sahihi, kwa sababu unajua sikukuu yoyote ni lazima uandae chakula. Kwa hiyo mimi nimeandaa chakula cha kutosha, na wapo marafiki zangu kama unavyowaona, wapo kuna bodaboda hapo unavyowaona, ni rafiki zangu wazuri, nao pia nilishawapa taarifa kwa ajili ya sikukuu hiyo. Lakini wapo na wafanyabiashara baadhi ambao ni marafiki zangu, nao baadhi nimewaalika kwa ajili ya sikukuu ya Jumapili ya Pasaka, ili tuweze kusherehekea siku hiyo anapofufuka Bwana Yesu. Papo wengi wao wakiwa hususan wa Kristo ambao wanategemea kufurahia hiyo siku wakiwa na amani, afya tele pamoja na furaha yao katika familia. Umeona? Kila mmoja ana shauku kubwa ya kuweza kusherehekea kwa amani, hususan upande wangu mimi nimejipanga vizuri sana kusherehekea siku hiyo, kwa sababu katika familia lazima kuwe na maandalizi madogo. Umeona? Ya maandalizi ya sikukuu iende kwenda vizuri, familia iweze kufurahi, umeona, waweze kula chakula, waenjoy. Hiyo ndio Pasaka. Na Pasaka hii ina hususan kwa katika swala kuchinja. Ukichinja ndio hiyo tunajulikana kama ni sehemu ya Pasaka. Umeona? Kwa watu lazima wachinje, wafurahie, waenjoy sikukuu, familia wali chakula, washibe. Umeona? Kwa mimi nyumbani nimejiandaa vizuri, familia yangu naamini ipo katika msingi uliokuwa bora. Umeona? Na naamini hii sikukuu itakuwa ni sehemu ya kukaribisha paka na wale ambao pengine mlikuwa mmekosana, watu wa karibu, familia, watu waki, wote muweze kujumuika sehemu pamoja na kuweza kubadilishana baadhi ya idea, baadhi ya mawazo, mnasherehekea pamoja. Hiyo ndo maana ya sikukuu. Hakuna sikukuu ya kusema mnakaa eti unajibana mwenyewe ndani. Sikukuu jiachie, furahia. Nyumbani kuku hakika, mbuzi hakika, yani kiufupi tuko vizuri kwenye upande wa nyama. Watu tutasherehekea nao, baadhi watatokea, wengi tu watakuja, ndugu zangu, friend wote watakuja usiku. Ningependa zaidi ningepata watu kuanzia 50-60, ingenikidhi mahitaji yangu kwa namna nilivyojiandaa. Tumesikia maoni hayo, watu wengi hapo wakiwa wanaongelea kwamba jamani, kuna kukaribishana, lakini pia kujumuika na ndugu jamaa na marafiki. Na hapa tunarejea sasa kwetu studio, tukija kwa Mwajuma, wewe unapenda sana kutoka umetuambia unapenda kutoka na familia na watoto, lakini pia kwenye kutoka au siku za sikukuu kumekuwa kuna matukio mengi sana ya hatari, na unasema kwa upande wako unajitahidi kuwalinda watoto. Ni vitu gani ambavyo unazingatia kuhakikisha wale watoto wako wako katika hali ya usalama, ukiachilia mbali na usafiri, lakini pia mazingira unayopeleka, unazingatia nini kwamba mazingira haya yatakuwa salama kwa watoto? Mazingira naozingatia hasa kipindi cha sikukuu, watoto kutokwenda beach. Sipendi watoto waende beach sikukuu. Unaweza ukatoka tu hata sehemu yao ya kula, wakala ice cream na wakarudi nyumbani, kukawa na dada au ndugu yako, mnasaidiana kuangalia. Mida umeona imefika, watoto wana mida ya kutembea. Mtoto hawezi kutembea usiku, au mtoto kaenda naye baa usiku.
unaweza ukawatokea ugomvi, karushwa chupa ikampata mtoto. Mtoto anaenda kutembea, mtoto mida yake saa 10 mpaka saa 11, mwisho saa 12 anatakiwa awe kasharudi ndani na kashaka ndani. Na utamaduni huu mwajengea pia watoto, au kwenye watoto wako pia kuna wale ambao wenyewe hawapendi kutoka, kuna ambao wanapenda tu akae ndani? Yupo mmoja yeye paka unamwambia bwana wewe make wa kiume, mtoka basi nenda nje kama unataka zunguke kana wenzio kidogo, sababu kuanzia asubuhi hadi jioni mtu kakaa ndani tu. Hasa unapata wasiwasi, na pia kujitenga sana sio kitu kizuri, kwa sababu kuna magonjwa sasa hivi, pressure, sukari, maradhi mengi, kwa sababu unapokaa peke yako mawazo yanakuja. Kaa tu masaa yako 5 peke yako, mawazo mengi yanakuja. Sasa sisi wenye familia, bora watoto, mawazo mengi yatakuja. Hili utaangalia fundi kakosea pale, lile paa kaeka hapa, yaani lazima tu. Kwa hiyo jaribu tu, hata unakaa lakini unatoka hata nje, sasa lazima kutoka starehe, unakaa hata na watu 2 watatu nabaishana nao mawazo, unarudi ndani. Sasa kwa Geoffrey, kuna uhalisia gani kati ya watoto wa kike au jinsia ya kike na kiume kwenye mitoko? Tunamsikia anasema kwamba mtoto wake wa kiume ndo hapendi kutoka. Je, kuna uhalisia wote kwamba wanaume ndo wanaopenda kukaa ndani, wanawake wanaopenda kutoka? Kwa watoto na watu wazima, yani kote, jumla yote, watoto, watu wazima? I say, yani niwe mkweli, wanawake wanapenda kutoka. Wanawake wanapenda kutoka. Yani wanaume siku za sikukuu wengi utawakuta nyumbani. Yani akishaenda kanisani au ameenda msikitini asubuhi, akirudi basi huwezi kumkuta ametoka. Wachache sana huwa wanatoka, wachache au rika fulani hivi. Ila wanawake ni wote. Japo leo wanaume watatoka tu. Mtoko wa wanaume wa leo ni constant. Kwa nini? Si kwa sababu ya Mzizima Dabi. Umewaza mbali. Umeenda mbali huko. Sababu kuna dabi ambayo inaenda kuinogesha zaidi hii sikukuu ya Pasaka. Kwa hivyo wanaume kuna vitu vyenu ambavyo vinawafanya mtoko. Sisi tunapenda sana mpira. Na ndio maana mtu anakuambia usiku saa 4 naenda zile mechi, unakumbuka za AFCON. Tulikuwa tunaangalia hadi saa 7 usiku. Yani saa 7 unaenda unarudi saa 8. Ile finali unakumbuka turudi saa ngapi? Tumeshajua ratiba za UEFA. Sawa, mtajua wenyewe. Tunaangalia na marudio. Unaenda wapi? Ya marudio gani? Kuna marudio huwa tunaangalia. Hapana, hatutaki hiyo. Kwa hiyo wanawake wanapenda sana kutoka. Na ndio amani yao. Kwa hiyo kama watoto unao wa kike, mimi na watoto wa kike 3 wote. Na mama yao. Yaani una watoto 4. Umenielewa? Kuna vitu ambavyo yani unamfanyia mama yao lazima ufanye na wale. Yani ukiangalia tu unaona kuna vitu wanawake wanavyo ambavyo wanaume huwa hawavifuatilii sana. Kwa hiyo vitu kama kumitoko hiyo, wakitoka wanafurahi, wakirudi wanakuwa wamemaliza mambo yao. Kwa hiyo sio issue kuambia kuwaruhusu waende watoke, au unaweza kuwasindikiza kama una muda, mnaenda mnakaa mnaenjoy mnarudi. Ila wanaume, kwa swali lako, wanaume sio sana. Pendi sana kutoka. Na mitoko yenu mara nyingi pia tunatoka kila siku. Hata tukitoka kazini huwa tunapitia sehemu tunakaa. Kwa kweli ndio maana nyinyi hamhitaji mitoko mingine. Yaani tuna vituo mpaka kufika nyumbani huwa tuna vituo kadhaa. Kwa kweli. Na sisi tunapenda kutoka, tunatoa ratiba ya mitoko ya mwaka mzima. Bajeti ziwekwe sawa kwenye mitoko. Maandalizi. Mitoko inahitaji fedha. Maana sisi pamoja kwa tunapenda kutoka, lakini hatutumii mifuko yetu. Natumia ya kwetu. Bala ndipo inapoanzia. Sasa tusome maoni ya watu kutoka maeneo tofauti. Hamisi mpiga picha kutoka kule Ndanda anasema hello weekend Azam TV, burudani kwa wote. Kwa nini hutoki na kwa nini unatoka? Kiukweli vyote vina faida na hasara pia. Anasema mimi sitatoka, maana nitabaki nyumbani na mke wangu, ila watoto ndio watatoka. Anaitwa Dan Marco, yuko Buhemba Butiama kule mkoani Mara. Yeye hatoki. Anabaki nyumbani na mke wake. Wife. Lakini watoto watatoka. Majid kutoka Kibiti anasema siku kama hii napenda kutoka na marafiki kwenda maeneo kama beach kuweka kumbukumbu na furaha ya pamoja, kwani siku zingine nakuwa bize sana na kazi. Kwa hiyo anapenda kutoka sikukuu, siku nyingine anakuwa bize. Siku ya mapumziko anaitumia vizuri kabisa. Huyu anaitwa Gumbo Electronics kutoka Masasi anasema leo sitotoka sababu ni Pasaka. Siku ya kipekee ya kusherehekea
kutafakari na pia kuwa karibu na familia yangu. Ninataka kutumia muda huu kushukuru, kuimarisha mahusiano na wapendwa wangu na pia kupumzika kwa utulivu nikiwa nyumbani. Hivyo basi nitafurahia vipindi vizuri kupitia UTV. Jamani, asante. Kutoka Bungu, Korogwe, Tanga, anaitwa Halid Kachura. Anasema binafsi mazingira yananifunga nisitoke, ila huwa napenda sana kutoka na familia kwa sababu kufanya hivi mara moja kwa mwaka si vibaya kwa kuwa kunaleta furaha kwa familia. Sasa huyu mazingira tu. Kuna namna labda anakaa sehemu ambayo mitoko yani iko mbali mpaka upande gari sio magari mangapi mpaka ufike huko au yupo busy pia kazi. Yote yanawezekana. Kabisa. Mimi sikukuu ni siku ya kutulia na familia kama baba. Hapa sasa tunampata Geoffrey ili kuweza kuwa karibu zaidi na watoto pamoja na mama yao, ili kuweza kufahamu na kutambua changamoto za kifamilia ambazo sikuweza kuzifahamu kutokana na kutokaa nyumbani siku ambazo sio za mapumziko. Hawezi kupata jibu siku. Sipendi kutoka. Hawezi hiyo. Tunamwambia ukweli. Ukweli hapo atoboi. Atoboi. Kwamba hii siku ya sherehe. Kwamba leo anaweza akapata vitu ambavyo alikuwa havijui. Leo hii. Haiwezekani. Anasema hapendi kutoka siku za sikukuu sababu ya vurugu za siku hiyo katika maeneo tofauti tofauti. Hivyo familia huwa naitoa out siku za weekend na sio siku za sikukuu. Wow. Kwa sababu kutokana na wingi wa watu katika maeneo tofauti tofauti kwa siku hizi za sikukuu. Napenda kutoka siku ya sikukuu kwenda kufurahia na familia. Jambo hilo hutokea mara chache kwa mwaka. Turudi kwa damu wa Juma sasa. Sasa mimi ni Joel Roberts wa Igunga, mdau hasa wa Hello Weekend. Mdau wetu, asante. Igunga kule Tabora. Edivesta kutoka Arusha sema kwanza nawatakia heri ya Pasaka wote. Tunashukuru sana. Pia. Na mtu kutoka kunabadilisha hali ya hewa na kuona vitu tofauti, na yule ambaye hatoki nategemea na marafiki zake au mfuko wake upo vipi. Mfuko uko vizuri, marafiki hawataki, hawana vibe. Mtihani. Wali wanacheka. Vibe nitakutana nalo huko. Utatengeneza marafiki wapi? Huko nitakutana nao. Kama nina hela na napenda kutoka. Hilo wanaume ndio tunaweza. Wanawake huwa mwezi kupata rafiki wa ghafla. Wanawake? Wewe. Wanawake wanatumia kuna machaa duniani. Fika weka vinywaji vyako utapata wapambe hapo hapo. Mr. Jani anasema nasubiri kwenu hapo studio, mnialike jamani biriani. Karibu jamani, karibuni. Wageni wengi sana. Karibuni. Mimi pamoja na wewe tutaenda kwa Elesia. Anasema mimi leo nabaki nyumbani ila members wengine wa familia yangu watatoka kuelekea kwenye mtoko wa siku. Ila tu kutokana na kuwa sina afya njema kwa leo. Anaitwa Kingsley Lugenge. Yes, anasema kwa sababu hali yake hayuko sawa. Anasema Geoffrey atakuwa ananikumbuka. Umemkumbuka. Basi sisi kama familia ya Hello Weekend jamani, pole na tukutakie Pasaka njema. Ukiugua Mungu akufanyie uponyaji wa haraka. Amina. Fife Juma kutoka Kigamboni, Dar es Salaam anasema kutoka mara nyingi kunaongeza furaha, maana ni mara chache kutokea siku kama hizi. Wengi ninavyoona leo ni mitoko. Ila kati yao wengi Balkis, kuna yule wa kwanza kabisa ananifikirisha, yeye alisema kwamba yeye na mke wake watabaki. Watoto wataenda. Kwa kwenye hilo naona kama vile kuna namna hapo tuangalie. Vipi kuhusu usalama? Kwa sababu sio siku za kawaida. Kuna mkusanyiko mkubwa wa watu, lakini pia kuna fujo nyingi barabarani. Kuna wale ambao wanasherehekea kupita kiasi. Kwa hiyo kwanza tunaliekaje ile? Tuongelee. Unajua siku za sikukuu kuna watu hata ambao hawanywi pombe huwa wanakunywa. Na wanatumia vyombo vya moto kama bodaboda. Na leo usishangae ukitoka hata nje hapo ukakutana na mtu bodaboda amebeba watoto wadogo 4 anawapeleka beach Kigamboni. Na unakuta mzazi amewatuma watoto nipelekee beach fulani hao watoto wakacheze, afu utaenda tena kuwachukua kumrudishia. Mimi naona hayo mambo muda mwingi sana. Hata Idi hapa juzi niliona wengi wamepakizwa na wanakimbiza kweli pikipiki. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatakiwa kama uendi acha.
Acha. Na leo utakuta watu wanapanda bajaji vile na wengine wananing'inia mpaka inanyanyuka tairi moja. Nafikiri huwa mnaona. Ni Mungu tu anatusaidia, lakini kuna uzembe fulani ambao unafanyika sana kwa familia. Katika hilo Geoffrey, Yes. Niliwahi kutoka sikukuu moja. Wakati naondoka eneo lile, nafungua mlango wa gari, mtoto anaingia. Yeah. Humjui? Simjui. Yaani kama familia ambao walikuwa na ule mtoto muacha akiwa, yani wenyewe wanaenda kwenye usafiri wao. Sasa mtoto kaondoka. Yani ilibidi tuchukue muda pale mpaka yani wale ambao wanamtafuta mtoto waje kumpata. Yeah. Na hiyo yote ni kutokana na uzembe. Kwa sababu ukiwa unatoka na watoto lazima kuwa na usalama wa hali ya juu sana. Huwezi kuwatuma kwanza, hata wewe na mke wako mtakaa nyumbani kwa amani, watoto umewatuma sehemu kwenda. Haiwezekani. Kwa hiyo ni kama hataki kwenda wasiende, wabaki nyumbani. Au kama kuna mtu ambaye wanamwamini na wana uhakika wa usalama wao, watoto wakiwa na huyo mtu, sio watoto kutoka peke yao. Ingawa ni ngumu sana. Kwenye hiki mimi naona kama vile mko tusaidiane, maana tumekuwa tukiviongea tunavichanganya. Labda utusaidie kwa pamoja tuweke mistari sasa. Tukiwa tunatoka na familia zetu, vitu gani tuvizingatie? Yaani tuseme kwamba inabidi uzingatie hiki, uwe na fedha, tunakijua hicho, usalama wa watoto, hivyo vitu tuvijue. Na wale ambao wanataka kusherehekea sikukuu nyumbani ili tunanyoonekane wamoja kati wale waliosherehekea vizuri kabisa. Na wenyewe wakiwa nyumbani, uhakikishe vitu gani kwamba wanafanya ili iwe vizuri kwa sikukuu. Kwamba tumezungumza sana kwa mtoko wa nje. Nyumbani ni vizuri watoto au familia wakapata kile kitu ambacho wanapenda kupata. Na mara nyingi huwa ni chakula. Sawa. Wapate chakula kizuri, lakini wanywe vizuri, na pia kuwe na furaha pale nyumbani. Unajua siku ya sikukuu huwezi, hata kama mke na mume mmegombana, yani siku ya sikukuu ili ishe vizuri, mnatakiwa mmalizane kwanza. Na hata kama mmeamua msimalizane, basi muwe na amani ili watoto na wageni wakija pale wafurahi. Sio wanafika hapo watoto leo wamepanga kufurahi, kucheka sana, pale nyumbani pawe na amani. Wewe unatoka umekasirika, unaanza kuwapiga watoto na nini. Yaani leo ni siku ya maelekezo tu. Mtoto akikosea leo unamwelekeza kidogo, unamwacha, utampiga kesho. Ili sikukuu, leo maelekezo zaidi. Leo maelekezo ili sikukuu iishe. Yaani kuwe na amani ili mtoto amalize, kwa sababu siku ya sikukuu ukimsumbua mtoto au ukamuonea, lile jambo litajengeka kwake, nilipigwa au nilisumbuliwa na baba au mama siku ya Pasaka. Lakini hasa ambao tuna uhusiano wa moja kwa moja na watoto ni sisi kina mama. Mwajuma, mtoto siku ya sikukuu kumdokoa kidogo, akionyesha utundu. Mimi naungana na kaka siku hiyo ya upendo, furaha, watoto watakiwa wale wafurahi. Na nyumbani hata kimziki kidogo. Watu wacheze pale, watoto wanacheza. Kuna watu wanaenjoy nyumbani na tunawaona na wanaenda vizuri tu. Unawekea mziki pale, watoto wanacheza, washavaa nguo zao mpya, washavaa malaba hapo. Watoto wa kike washasuka nywele zao. Yaani wanafurahi, lakini pia furaha hiyo kama baba na mama ampo vizuri. Unajua wanawake tuna hasira sisi kitu. Unampiga mtoto, hasira zako zote unamalizia kwa mtoto. Hasira za nyingine unazibeba. Unazibeba. Yaani mtoto iteleza tu kidogo kama baba kakaa pale kofi, migumi, kumbe zile una hasira zako. Kwa hiyo inatakiwa amani, furaha, upendo. Baba na mama pia kufurahi kwa pamoja ili watoto wapate kufurahi. Wanaye pia kusema kwa kumalizia huko kwenye wadau wetu wanaotutazama huku kwa wadau, maana mambo ni mengi. Wadau wengi ni utokaji. Wengi ni utokaji. Jamani. Sasa mimi hiyo kwa masuala ya kupigwa sikukuu umenikumbusha mbona tunacheka. Nilishawahi kutoka na wenzangu nikawachukua nikakusanya watoto wa mtaani. Unajua ile kwenye mtaa lazima kuna wale mtoto fulani alochangamka zaidi. Niliwapeleka wenzangu huko. Tukarudi usiku nilitandikwa. Uliowatoa wenzio. Lakini cha muhimu ushafurahi. Cha muhimu nilifurahi na huko nilipoenda nilikula na nikagawa hela sikukuu. Kwa kumalizia sasa, tunaikaje misingi mizuri kuhakikisha kwamba wale wanaotoka wanapata nafasi yao nzuri, yani tunachukuliana, tunawaelewa hawa ni watokaji na hawa ambao hawatoki tunawapokea. Kwa sababu ni mwisho tuna sum up. Mimi nafikiri kwa watu kutoka ni vizuri na kubaki nyumbani kama umeamua
ni vizuri, lakini kuna mambo ya msingi sana inabidi tuyaangalie kama familia. Hakikisha ukitoka uwe makini. Hata baba upo una drive, endesha gari vizuri. Hata kwenye parking kule epuka ugomvi. Maana unaweza ukafika sehemu unapaki gari yako pale, mtu anarudi reverse anagonga gari yako, anavunja taa, mnaanza kupigana, walevi, ameshika chupa amekubonda usoni, ukuta umeharibu sura yako siku ya Pasaka. Unabaki na ngeu ambayo itakusumbua muda mrefu. Kwa hiyo tujilinde sana leo sisi watu wazima, lakini na watoto wetu tuwaangalie vizuri. Na kama tutawatuma sehemu, tuhakikishe tumewatuma na watu tunaowaamini sana. Tusiwatume tu bodaboda au bajaji nipelekea watoto bichi na nini. Na watu wafanye mambo yanayohusu sana maadili. Yaani wasiharibu utu wetu. Unajua siku za sikukuu pia utu huwa unavunjwa. Unaweza kukutana na mtu leo anatembea kama yupo uchi. Jambo ambalo sio sawa. Kwa hiyo leo watu wawe sawa, wawe na yani waonekane vizuri kulingana na utamaduni wetu pia. Yani ionekane kuwa ni sherehe tu, lakini sio sherehe yenye mambo ya ajabu. Kwa hiyo mimi nasisitiza hilo, na kama utatoka pia uwahi kurudi. Sio lazima ukeshe, kwa sababu hata kesho ipo. Mwajuma anasema hata kesho ipo. Na kama pia kama mtu anatumia vinywaji vikali, anywe kwa ustaarabu, kwa sababu hata kesho vipo. Yani unaweza ukanywa leo kwa vurugu sana, viwanda vinaendelea kutengeneza hata sasa hivi. Nani atavichukua sasa? Nani atavichukua? Kwa hiyo kunywa taratibu vizuri. Na kwa Mwajuma, na kwa kumalizia hapo unatuambiaje? Leo tuangaliane usalama, kama alivyosema kaka, muda wa kurudi nyumbani, tunywe kistaarabu na pia tupendane siku ya leo. Ujue leo kwanza, leo mtu anaweza kupata mchumba mpya ujue. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Leo kila mtu anapendeza ujue. Unatoka mwenyewe na mume wako vizuri au na mpenzi wako, mnaenda sehemu, macho yote ya kwa mtu mwingine. Basi ugomvi pale unafanyaje? Unaanza. Sikukuu inaharibika. Leo pia leo kila baba leo mpunguze tamaa. Leo kila mtu anapendeza. Hakuna kuangalia pembeni. Hakuna leo kuangalia pembeni. Leo mchagua Mungu alokupa maisha yako ndio utahangaika nayo. Hakika ujumbe umefika jamani. Asanteni sana. Tunashukuru sana nani. Hakika tumejifunza mengi, lakini pia tumepata kuelewa kwa nini watu wanapenda kutoka, wengine hawapendi kutoka katika msimu wa sikukuu. Basi kwa kusema hayo, sisi ndio tumemaliza kikao chetu cha familia kilichoongozwa na Melisia Haule na mwenzangu Balkis Njuki.